الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Mheshimiwa Mufti, mzee wangu Dr. Sheikh Abu Bakar bin Zubair bin Ali, sahibu yangu, mudir wa Shamsul Maarif, pamoja na uongozi wote. Kwa sababu ya muda, natambua uwepo wa viongozi wote, mashekhe wote. Mheshimiwa Mufti, nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jambo kubwa hili alilotuwezesha kuhudhuria na kulifanya na kulitaadhimisha kwa ukubwa wake kwenye kusherehekea ilmu, lakini na kumtukuza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Niupongeze uongozi wa madrasa chini ya mudir kakaangu Sheikh Samir kwa kazi kubwa hii wanaifanya ya kuwarithisha watoto wetu ilmu, jambo ambalo linapelekea baadaye kuwa na raia wema watakoishi kwa wema katika nchi yao, kwa kuwa watakuwa na hofu ya Mungu kwa sababu wamemsoma Mwenyezi Mungu na wamemsoma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo jambo kama hili kwa taasisi kama hii na nyinginezo katika jiji letu la Tanga, kwenye mkoa wetu wa Tanga, niwaombe sote tuziunge mkono kwa nguvu kubwa kukabiliana changamoto zinazokabili taasisi zetu hizi, kwa sababu zinafanya kazi kubwa sana katika dini na dunia. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Mufti, kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tanga ameniomba nitoe salamu zake. Tulikuwa tuwe naye, lakini yupo nje ya nchi kwa majukumu ya kikazi, ila anawashukuru sana Wanatanga kwa namna ambavyo tumeendelea kuidumisha amani katika mkoa wetu wa Tanga. Hata yalipotajwa yale ya ghasia na vurugu katika mkoa wetu, mara nyingi, mara kadhaa, mara zote limekuwa Tanga haingii katika majaribu hayo, kwa sababu ni watu ambao wameendelea kuishi kwa upendo, kwa amana, kumshikamana. Hivyo niwashukuru sana Wanatanga wote bila kujali itikadi za dini zetu, makabila, kwa namna ambavyo tumeendelea kudumisha amani katika mkoa wetu. Niwaombe tuendelee kuishi katika hali hiyo, na Mwenyezi Mungu atubarikie. Lakini jambo la tatu, niwaombe tuendelee kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni rais mwenye huruma, mwenye upendo na unyenyekevu kwa Watanzania wote. Tumwombee kwa Mwenyezi Mungu azidi kumpa afya njema ili aendelee kutumikia Watanzania kwenye kutuletea maendeleo. Yale yote tunayoyahitaji ya kimaendeleo katika nchi yetu, yeye ndiyo nahodha mkuu kwenye nchi yetu. Moyo wake ukitulia, ndio maendeleo ya kweli tutayapata katika nchi yetu.
moyo wake usipotulia, hatuwezi kupata maendeleo ya kweli katika nchi yetu. Mwisho, mudiri hapa baada ya kukabidhi shahada akawahusia na akatuhusia sote kwamba hizi shahada sio ruhusa, kwamba mmemaliza sasa, nendeni mkaendelee na mambo yenu. Ni maneno machache lakini yenye falsafa na maana kubwa sana. Wanafunzi wa siku hizi tumekuwa tuna haraka sana, tunaona kana kwamba tunacheleweshwa. Nikakumbuka kile kisa alichoelezea mzee wangu Sheikh wa mkoa kwamba wakati ule wa nyuma yuko kijana alisoma kwa shekhe wake, halafu daraja aliyofikia ikawa afundisha na mpaka wenzake, namna ambavyo shekhe wake alimpa elimu nyingi sana. Akamwambia shekhe, bana Samia, usinipe ruksa tena nikaendelea maisha yangu. Shekhe akamwambia, bana wewe bado. Kila akikaa gugu limezidi. Mwisho wa siku shekhe akamwambia, shida si Fatiha. Haya, al-Fatiha. Akamwambia Mungu, akamwambia haba, nenda salama. Sasa safari za zile za miguu sana sana wanyama. Kijana akasafiri yule, akafika kwenye mji ambao anapokwenda mbali, anapotoka mbali, na mida alifika mida ya magharibi. Kafikia kwenye msikiti mmoja, akaingia kusali magharibi, akasikiza ya Qur'ani imamu anaosoma hapo. Aliuliza, ya Qur'ani hapo mmefuata nini kwenye mji huu? Jinsi imamu anavyoipeleka ndivyo sivyo. Wameweza kuswali, akaomba nafasi azungumze. Alipozungumza akaambia, nyi watu hapa kweli hamna akili. Huyu ndio imamu Qur'an anavyovuruga hivi? Watu wale wenyewe wanamheshimu ile imamu wao, wamwangalia imamu wasemaje bana, wasema na anasema huyu. Imamu akaambia apigwe. Watu wakamvamia wanachuoni wakampiga. Hapa nafasi akatoka mbio akakimbia. Mabegi yake kaacha hapo hapo, vitu kaacha hapo hapo. Lakini akaona nilipotoka japokuwa ni mbali, ila ninapokwenda mbali zaidi bora nirudi kwa shekhe. Akafanya safari mpaka afika ni asubuhi. Kufika shekhe amona, wewe ni nani? Kamsahau, maana uso wote umevimba kwa kupigwa. Ambia shekhe, bana kwenye safari nimefika mji kadhaa. Kafika hapo nikaomba kutoa mawaidha wale watu imamu wao jinsi anavyosoma Qur'ani. Nikamwambia mtu mbona anataka kusoma hajui. Imamu akatoa amri nikapigwa. Akamwambia, nilikwambia wewe bado. Ndio alisema Sheikh Samiri hapo kwamba wewe bado. Akakaa akaendelea kusoma tena kwa miaka mingi, kafundishwa hekima. Siku hiyo Sheikh akamwambia, bana sasa nakusindikiza mwenyewe mpaka katika mji uliopigwa. Wakasindikizana mpaka walipofika maeneo yale mida ile ya magharibi. Lakini kwa kuwa muda ulipita miaka mingi, wamemsahau kama yule ndo alompiga. Wakaswali, imamu ni yule yule, na bahati nzuri ile imamu alikuwa na ndevu nyingi kidogo hivi. Qur'ani inaposoma ndio vile vile Sheikh akaisikia mwenyewe siku hiyo. Baada ya pale Sheikh akamwambia, bana naomba nafasi nitoe mawaidha. Sheikh mwenyewe sasa hapa nafasi akamwambia, nyinyi watu wa hapa, huyu imamu wenu huyu jinsi alivyo mtukufu mbele za Mungu, lao kila mmoja apata udevu wake mmoja tu, yatosha kabisa kuendea peponi kwa huo udevu. Dakika mbili nyingi imamu kavamiwa, watu wamnyonyoa ndevu imamu. Mwingine apate 2, 3, 4, 10 apeleke watu wake nyumbani kwa kuendea peponi. Sheikh akamwambia wanafunzi wake, tukimbie, wakitoka hapo watatuvamia na sisi hapa.
Walipoondoka akamwambia mwanafunzi wake, wewe kweli akili huna. Watu wale ndio ukamwambia Imamu hajui kusoma. Ndio maana nilikwambia kwamba wewe ulikuwa uendelee kukaa kusoma. Ndio hali kwa Sheikh Samiri hapa jamani. Shahada imetolewa lakini ruhusa haija. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.